kiendelee. Sayansi na teknolojia, elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Leo tumetembelea hapa Chuo Kikuu cha Ardhi. Tumekuja kujionea utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika kutembelea mradi, katika taarifa tulizosomewa na sisi kujionea wenyewe, tumethibitisha pasina shaka kwamba mradi upo kwenye hatua nzuri ya utekelezaji. Tunavyozungumza sasa, mradi uko kwa zaidi ya 95% ya utekelezaji, na baadhi ya maeneo ya mradi yameshaanza kutumika. Wanafunzi tumekuta wanafanya mitihani kwenye vyumba vya baadhi ya majengo hayo. Rai yetu kwa serikali, kwanza tunatoa shukrani na pongezi kubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ikiongozwa na Profesa Adolf Mkenda na management nzima ya Chuo Kikuu cha Ardhi kwa namna ambavyo wamesimamia ujenzi au utekelezaji wa mradi huu mpaka kufikia kwenye hatua hiyo ambayo tumeiona leo. Kiukweli ni katika miradi ambayo tumepita, tumejionea ni kwamba ni katika miradi ambayo inafanya vizuri sana, na kwa kweli hata mtiririko wa fedha, na ndio maana tunasema tunampongeza na kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan. Fedha zote za mradi zipo, baadhi ya furniture na vifaa vingine vya kujifunzia na kufundishia vimeshanunuliwa na jengo limekamilika. Hiyo 0.5% iliyobaki katika utekelezaji wa mradi huu ni kwa ajili ya kuasembo vifaa, kwa ajili ya kuasembo furniture, kwa ajili ya jengo hilo kuanza kutumika. Lakini kwa kweli kwa sehemu kubwa jengo limeshakamilika na kwa kweli limeanza kutumiwa na wanafunzi. Kitu ambacho tunajivuna katika miradi ambayo inatekelezwa na Chuo Kikuu cha Ardhi ni kwamba baadhi ya shughuli kama vile za uchoraji, architecture, QS na nini wanafanya wao, wanasimamia wao, lakini pia wao ni wataalamu katika lengo pia ya utekelezaji, kwa sababu chuo hiki ni chuo cha ardhi. Kwa hiyo wana taaluma hizo zote za ujenzi, za taaluma ya ardhi. Kwa hivyo hata ukiangalia design ya majengo yao ni unique, ni tofauti kabisa na miradi mingine iliyopojengwa maeneo mengine, lakini ubora wa majengo yao ni unique, ni majengo bora ukilinganisha na majengo ambayo yanajengwa katika maeneo mengine. Tunachotegemea kutoka kwenye mradi huu, tunategemea sasa kuongeza wigo wa udahili wa wanafunzi, lakini kuleta tija kubwa zaidi, kwa sababu wana maabara, wana studio za uchoraji wa michoro ya kihandisi ya ardhi. Kwa hiyo tija katika kufundisha na kujifunza katika chuo hiki itakuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tunachokiona huko mbele ni kwamba Chuo Kikuu cha Ardhi sasa kitakwenda kutatua changamoto zote za ardhi ambazo tunazisikia zinaendelea katika nchi yetu. Maeneo mengine tunaona ziko changamoto za mipaka ya wilaya na wilaya, mikoa kwa mikoa, kata kwa kata, na migogoro hata ile ya viwanja. Unakuta mtu kauziwa kiwanja mara 2 mara 3, lakini kama hata wale madalali wanakusudiwa kupata kozi katika Chuo Kikuu cha Ardhi, kama Chuo Kikuu cha Ardhi kinakwenda chini mpaka kwa wale watumiaji wadogo wa ardhi kutokana na kozi ambazo zinakuja kutolewa hapa, maana yake ni kwamba changamoto zinazotokana na masuala ya ardhi kwa ujumla katika nchi yetu, usoni mwetu huko mbele, zitakuwa zimepatiwa ufumbuzi wa kutosha sana.